Kiswahili Radio Fortune Africa pote pale ulipo, natumai mambo yako na kuendea vizuri, na kila wakati basi tunakufahamisha tuko hapa kuona kwamba tunakuhabarisha ili uweze kufahamu yale ambayo yanajiri kote duniani, na habari hizi unazipokea kwa sababu ni hali ambayo tunakuletea ili uweze kujua kile ambacho kinatendeka kote duniani kupitia waandishi wetu na vile vile washirika wetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Saa 2:30 saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 1:30 saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Caroline Corriel. Kwenye awamu ya pili, wagonjwa 35 wapoteza maisha eneo la Kasai nchini DRC kufuatia mgomo wa wauguzi unaoendelea. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio la kutambua biashara ya utumwa barani Afrika kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na Marekani na Iran waendelea kutofautiana kuhusu mpango wa mazungumzo ya amani. Hujambo na karibu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wagonjwa 35 wamepoteza maisha huku wajawazito 38 wakijifungulia nyumbani huko Kasai kwa sababu ya mgomo wa wauguzi unaoendelea. Kutoka Kinshasa, Fredi Tendilonge ametutumia ripoti ifuatayo. Tangu Machi 18, wafanyakazi na wauguzi wa sekta ya afya walitangaza mgomo wa siku 30 katika jimbo lote, wakidai kurejea kwao kazini kwa masharti ya kulipwa miezi 7 ya mishahara zao. Stefan Kingungu ni mratibu wa kamati la watetezi wa haki za wauguzi. Tulirekodi vifo 35, visa 38 vya kujifungulia nyumbani. Watoto wamekosa vipindi 50 vya kupata chanjo, lakini pia kutowasilishwa kwa ripoti za kila siku za wagonjwa. Katika hospitali na vituo vya afya Kasai, hali ni mbaya zaidi. Serikali afanye nguvu kuwalipa wauguzi. Sisi ni wagonjwa wa kifua kikuu na ni zaidi ya siku 5 hatujapata matibabu. Wawalipe, sisi tunakufa. Mamlaka ya afya ya jimbo yatoa wito wa utulivu na kuwataka wauguzi kuunda kamati ndogo la kuhudumia wagonjwa ili kuokoa maisha ya binadamu. Madaktari na wauguzi katika hospitali 3 kuu huko Businga, jimboni Ubangi ya Kaskazini, nao pia wamekuwa kwenye mgomo kudai mishahara yao. Fredi Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Umoja wa Afrika umemteua aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete kuwa mjumbe maalum wa ukanda wa pembe ya Afrika na Bahari Shamu, baadhi ya majukumu yake yakiwa ni masuala ya diplomasia, mazungumzo usishi ya kisiasa na kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Nchi ya Kenya imetangaza makubaliano ya uwekezaji wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 2.9, uwekezaji ambao utashuhudia ajira mpya zaidi ya 63,000 zikitengenezwa. Akifungua kongamano la kimataifa la uwekezaji nchini Kenya hapo jana, Rais William Ruto alitangaza kuwa uwekezaji huu unaenda kuchochea sekta za kilimo, madini, viwanda, afya, tehama na nishati. Aidha, Rais Ruto amesema Kenya imemaliza mazungumzo ya kibiashara na China ambapo itawezesha nchi hiyo kuingiza bidhaa zake kwenye soko la Beijing. Ni wiki hii tu tumemaliza mazungumzo na serikali ya China kuhusu ushirikiano wa kibiashara ambao utapanua wigo wa biashara zaidi na kufikia dola za Marekani trilioni 19. Hili litafungua nafasi zaidi kwa wawekezaji. Licha ya ushirikiano ambao tumekuwa nao, bado tutaendelea kuimarisha biashara zetu kwa kuzingatia maoni ya wawekezaji na wadau wote, kama alivyosema waziri wa biashara. Mkutano huu wa kimataifa wa uwekezaji unatarajiwa kutamatika hapo kesho, ambapo mashirika ya serikali, binafsi na wafanyabiashara wa ndani wanajadiliana kuhusu namna bora ya kuhakikisha Kenya inakuwa kitovu cha uwekezaji. Mauritius imesema itaanza kutekeleza mikakati ya kupunguza matumizi ya nishati, huku Sudan Kusini ikikabiliwa na utoaji wa umeme kwa mgao
wakati huu nchi za Afrika zikianza kuathirika na uhaba wa mafuta, hali inayohusishwa na mzozo wa Iran. Sera mpya iliyopanuliwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump huenda ikawafanya wasafiri kutoka nchi 5 za Afrika zilizofuzu kombe la dunia la mwaka huu kuweka dhamana ya hadi dola 15,000 ili kuingia Marekani kwa ajili ya mashindano haya. Maelezo zaidi na Emmanuel Makundi. Kwa mujibu wa sera hii, mashabiki toka kwenye nchi hizo watalazimika kulipa kwanza kiasi hicho cha fedha kama dhamana ya visa ya kuruhusiwa kuingia Marekani na kisha kurejeshewa baada ya kuwa wameondoka kwenye taifa hilo. Mpango huu wa majaribio ulitangazwa mwaka 2025 na ulilenga nchi za bara la Afrika, Mashariki ya Kati, Latini Amerika na baadhi kutoka ukanda wa Asia, ambapo wiki iliyopita Wizara ya Mambo ya Nje ikitangaza orodha mpya ya nchi 50 ambazo raia wake watatakiwa kuweka dhamana hiyo. Chini ya utaratibu huu, raia wa Algeria, Cape Verde, Ivory Coast, Senegal na Tunisia, mataifa ambayo yamefuzu kucheza fainali za kombe la dunia la mwaka huu, mashabiki wao watalazimika kwanza kulipa fedha hiyo kabla ya kupewa visa. Kuelekea fainali hizi zitakazochezwa kwenye nchi za Marekani, Mexico na Canada, kumekuwa na wasiwasi kuhusu ubaguzi wa mashabiki toka baadhi ya nchi, wadau wakilitaka shirikisho la soka duniani FIFA kuiomba Marekani kulegeza makataa hayo. Mildred Jai, tunajadili nini kwenye habari rafiki? Katika makala ya habari rafiki, Rais wa Rwanda Paul Kagame amekanusha madai kuwa serikali yake imekuwa ikiminya uhuru wa kuabudu, akisisitiza kwamba hatua ya serikali kufuatilia taasisi za kidini ni kwa lengo la kuhakikisha uwajibikaji na kuwalinda raia dhidi ya ulaghai. Rwanda imekuwa ikifunga makanisa ambayo viongozi wake hawana elimu ya dini. Tunamuuliza msikilizaji anazungumziaje kauli hii ya Kagame na anafikiri kuna baadhi ya viongozi wa dini wanaowalaghai waumini wao. Kushiriki, atume maoni ya sauti kwenda namba alama ya kujumlisha 2541100000420. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo jana lilipiga kura na kupitisha azimio lililowasilishwa na nchi ya Ghana kutambua biashara ya utumwa barani Afrika kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Nchi wanachama 123 ziliunga mkono azimio hilo, huku 52 hazikupiga kura na 3 ikiwemo Marekani zilipinga azimio hilo la kihistoria ambalo sasa linataka nchi zilizohusika kulipa fidia na kuomba radhi kwa vitendo vyao. Samuel Okudzeto Ablakwa ni waziri wa mambo ya nje wa Ghana. With the adoption of this resolution, we have not simply... Kupitishwa kwa azimio hili hatujapitisha maandishi tu, tumethibitisha ukweli. Tumechagua ukumbusho badala ya ukimya, heshima badala ya kufuta ukweli, na ubinadamu wa pamoja badala ya mgawanyiko. Tumeendeleza njia ya haki na tumefanya hivyo kwa masisitizo makubwa. Huu ni ushindi mkubwa kwa haki na mababu zetu wa Afrika na watu wote wa asili ya Kiafrika. Leo wamekumbukwa na kwamba ubinadamu wetu na heshima yetu vimerejeshwa. Kabla hata azimio hilo kupitishwa, Marekani na nchi za Ulaya zilipinga kitendo ambacho kilitafsiriwa kama ukaidi na kutaka kufuta historia ya utumwa barani Afrika. Mataifa ya Afrika Magharibi yamemteua aliyekuwa waziri mkuu wa Guinea Lansana Kouyaté kuwa mpatanishi kati ya jumuiya ya ECOWAS na mataifa ya Niger, Mali na Burkina Faso yaliyojiondoa kwenye muungano huo na kuunda muungano mpya. Abubakar Diakite maarufu kama Tumba, mwanajeshi wa zamani aliyehukumiwa kifungo cha miaka 10 kwa mauaji ya halaiki katika uwanja wa Conakry, amefariki akiwa gerezani. Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake iko tayari kufanya mashambulizi makubwa zaidi Iran ikiwa taifa hilo halitakubaliana na mapendekezo ya amani yaliyowasilishwa kwa utawala wa Kiislamu. Hata hivyo, Iran imejibu tishio la Washington ikikanusha kufanyika kwa mazungumzo yote kati yao, Tehran ikisisitiza kuwa haitakuwa tayari kujisalimisha kwa Marekani. Caroline Levitt ni msemaji wa ikulu ya Marekani.
Sehemu ya utawala uliobaki wa Iran una fursa nyingine ya kushirikiana na Rais Trump kuacha kabisa matarajio yao ya nyuklia na kuacha kutishia Amerika na washirika wetu. Rais daima anataka amani. Hakuna haja ya kuendelea kuona vifo na uharibifu zaidi. Lakini ikiwa Iran itashindwa kukubali ukweli wa wakati huu, Rais Trump atahakikisha wanapigwa vibaya zaidi kuliko walivyowahi kupigwa hapo awali. Rais Trump adanganyi na yuko tayari. Iran haipaswi kukosea tena. Kukosea kwao kwa mwisho kuliwafanya wawapoteze uongozi wao mkuu, jeshi lao la wanamaji, jeshi lao la anga na mfumo wao wa ulinzi wa anga. Caroline Levitt, msemaji wa ikulu ya Marekani. Saa 2:40 saa za Afrika Mashariki. Tuingie kwenye awamu ya pili, habari za michezo. Karibu Makundi. Asante Karo, nianzie kule nchini Marekani, lakini ni swala ambalo linahusu mashabiki wa soka ambao watakwenda kushuhudia fainali za kombe la dunia mwaka huu kule Mexico, Canada pamoja na Marekani, ambapo sera mpya iliyopanuliwa na utawala wa Rais Donald Trump huenda sasa ikaathiri mamia ama niseme maelfu ya mashabiki wa soka kutoka nchi 5 za Afrika, ikiwemo Ivory Coast, Cape Verde, Senegal na Tunisia na Algeria, ambao sasa mashabiki wao watakaokuwa wanataka kusafiri kwenda Marekani itabidi uweke dhamana ama bondi ya kati ya dola za Marekani 5,000 hadi 15,000. Sasa sijui 15,000 mashabiki wale wenye hali ya kawaida wataitoa wapi? Pengine watu wana nauli tu. Itabidi wakuwe watazamaji wa mitandaoni sasa kwenye televisheni tu. Na hii ni kutokana na tangu Rais Donald Trump amerejea madarakani, Karo, amekuwa akiweka makataa ngumu sana kwa raia kutoka Afrika wanaoenda Marekani, akisema kwamba wengi ni wazamiaji na wanaingia na hawataki kutoka. Kwa hivyo ukiweka dola 15,000 kwa sababu itakuumiza sana ulipoipata, ukiondoka tu pesa yako inaingia kwenye akaunti yako ulikuwa umelipia. Pengine ni ahueni, lakini ni habari mbaya kwa mashabiki ambao wangetamani kwenda kule Marekani. Labda wengi wataenda Mexico na Canada ambako hamna masharti magumu sana. Na shirikisho la soka duniani FIFA, Karo, limetangaza kwamba ifikapo Aprili 1 litafungua tena pazia la uuzaji wa tiketi nyingine za mashabiki wa soka ambao wanatamani kwenda kuona fainali za kombe la dunia. Tayari kumekuwa na gumzo kubwa sana. Tiketi inauzwa hadi dola 200, 300, 400, 500 na kuendelea. Lakini kuna dola 60 ambazo zimetengwa kwa mashabiki maalum tu. Kwa hivyo ni wachache sana. Tiketi ziko karibu milioni 500. Kwa hivyo mpaka sasa, wakati wakifungua pazia la kwanza la uuzaji wa tiketi milioni 1 zilikuwa zimekwisha uzwa, Karo. Kwa hivyo kuna matarajio kwamba labda pengine mashabiki zaidi. FIFA wao wanatetea kuuza tiketi hizo, wanasema kwamba mahitaji ni makubwa sana na fainali za mwaka huu wanataka ziwe za kipekee. Watu wamemtuhumu Gianni Infantino kwamba anapenda pesa kuliko raha ya mashabiki. Maana hiyo bei bado hujasafiri. Bado masharti ya Trump. Kwa hivyo ni shida juu ya shida. Na wakati huo FIFA inasema kwamba madai ambayo yameendelea kutolewa kwamba FIFA imekuwa ni ya kibiashara zaidi, mara sijui masuala ya usalama, masuala ya ubaguzi kule Marekani, ni madai ambayo wanasema hayana msingi. Badala yake kila nchi inayo uhuru wa kuweka masharti kwa ajili ya kudhibiti mashabiki. Kwa hivyo ni kana kwamba Gianni Infantino na uongozi wake wanaunga mkono kile ambacho kinafanywa na Rais Donald Trump, na kuna uwezekano mkubwa wakati wa uchaguzi ujao Gianni Infantino akajikuta pabaya ikiwa atajitokeza mgombea mwenye ushawishi kutaka kumuondoa madarakani. Vinginevyo atakuwa kama Sepp Blatter, atakaa madarakani mpaka atakapokutwa na kashfa ya kuondolewa. Na niishi hapo tu, Karo. Naona Ruben ananiambia niondoke studioni. Asante sana Makundi. Shukrani. Awamu ya pili, uchambuzi wa magazeti. Karibu Likumbuka. Nimemshangaa Makundi bwana, mbona vipi? Asante sana Carol. Nianze uchambuzi wa magazeti na magazeti ya kule DRC. Gazeti la Le Potentiel laandika ugavi wa mafuta, serikali yachukua hatua na hivyo kuhakikishia watu kwamba bado kuna machache ambayo yapo. Gazeti la 7 sur 7
.cd likiandika habari inayoshabihiana na hiyo, laandika vita ya Mashariki ya Kati, serikali ya Kinshasa yatekeleza mfululizo hatua za kuzuia bei za mafuta kupanda. Actualite.cd lenyewe laandika baada ya mkutano wa 13 magavana, Rais Felix Tshisekedi baada ya kuzindua mkutano wa 13 wa magavana, Tshisekedi aelekea Kikwita. Kule nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi laandika William Lukuvi, mwamba wa siasa amelala. Ugonjwa uliomuua, wataalamu wa afya wameuelezea ugonjwa huo kama mshtuko wa moyo. Chini hapa habari inayosema Rais Kikwete ateuliwa mwakilishi maalum wa EU pembe ya Afrika. Nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo, kichwa cha habari kimechapishwa kwa wino uliokolea, kampuni za mafuta zaonywa. Waziri wa kawi na petroli Opiyo Wandayi asema kuficha mafuta kimakusudi ni kinyume cha sheria na adhabu yake ni faini isiyopungua shilingi za Kenya milioni 1. Kule nchini Uganda, gazeti la The Monitor laandika mke wa mlinzi wa Bobi Wine aliyekamatwa aomba maelezo. Wakati chini hapo pembeni gazeti hili laandika wanafunzi wa hesabu hasara wakati moto ukiteketeza bweni la shule na darasa huko Sironko. Tuelekee nchini Rwanda huko, gazeti la New Times laandika waziri wa mambo ya ndani Vincent Biruta wasilisha ujumbe wa Rais Paul Kagame kwa mwenzake wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso kuhamasisha uungwaji mkono kwa Louise Mushikiwabo kuwania ukatibu mkuu wa OIF, shirika la nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Naam. Naona nishi hapo. Sina mengi zaidi. Umesema makala ni gani tena? Makala leo ni Alhamis, ni kumbuka kesho. Asante. Tamthilia hii kupitia redio inaletwa kwako na RFI kwa ushirikiano na La Benevolencia. Kumbuka kesho, 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 kumbuka kesho, kumbuka kesho, kesho. No, hapana, niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu. Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki. Mniachilie s'il vous plaît. Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena venye tuzafanya saa hii. Siwezi bacha bafuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee K6, bibi. Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bafuke ngambo ingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima. Sikia Petit Chuma. Bibi yako Mtoni alienda nyingine bazaliwa ya Rusangi. Hatuna jitupa mwa ile kisa hii. Wewe utakuwa tumeerfa ndio kuna vile utarezudu utaongeza tu idadi ya wafu Petit. Lakini ni bibi na mtoto wangu ndio tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu. Hata jitupe mbaya utarezudu kitu. Sitahatarisha tu maisha yako pia na wewe. Sijui maisha yangu itakuwa bila bibi yangu Mtoni na mtoto wangu. Petit tumacha kusema vile sasa vile basha kufa Petit wangali wazima. Wewe pekee naona njoo mzuri kama kwa watu mingi. Wanaendaka mwa njia ya laki. Na wanafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kama hizo ndio nasema wako ni nafasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu. Ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unaweza kujisikia Petit yangu lakini kusema kweli. Yenye huko nasikia pale sasa hii ni ya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu moja Petit yangu. Usikate tamaa. Mimi kwanza ni mzuri sana vile kisi walienda. Nini? Namna gani unaweza sema ni mzuri kisi wanaenda? Nisikie mzuri Petit yangu. Mzee K6. Mimi nasema hivi Petit Chuma. Namna gani unaweza sema vile? Nilitaka njoo kwa mimi nisikie mzuri. No. Ikifikia kwa neema, Mtoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri tu kule wataishi bien sana. Usitaki sisi tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwao wa moya hivi Petit yangu. Kwanza ni mzuri tu Mtoni atafikia kwao. Atakuwa mjamaa yake. Unasikia Petit? Kwa fasile. Mutima. Mama papi, mimi nashindwa kabisa. Ikala kwanza hapa Mutima. Iko saa inanibidi nitoke buko kabisa. Sinzi mambo yangu naenda kabonyano anje huko. Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
Mapapi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile shie njo ba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kuigendera pe. Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende mumuro hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja, japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku. Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine. Mtima, kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye Bugu ataweza ishi mumuro? Tunapaswa ndio jifunza namna gani tunapaswa ishi pamoja, ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa Mtima, niambie, vitu gani yeko na kusumbua? Nini haiendeke? Nilikuwa napita mukase juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amobu ya wale wagonjwa ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombe. Lakini saa nilifika pale, alafu akanisarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana. Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana, lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye. Sasa Mapapi, angalia yenye nilipita kusanya, sukari kidogo sana. Mungu wangu. Nisikie Mtima, usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu, hata kama wanasema semeni benda bazimu. Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga hapana, ni kusubutu. Namna gani ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli Mapapi. Tarudia kwetu kabisa. Usikate tamaa vile mbio Mtima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile? Ndio. Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache. Mapapi, merci beaucoup. Merci kabisa. Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie ndio ile muogo hapa. Ni yangu. Mimi niliona wa kwanza. Leta huko Peti. Hapana, bongo yako lusako wewe bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Sivyo mwenyewe mimi na ilogota. Sikia mzuri Peti. Niko nasabia mpaka kutatu. Moja. Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Tu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili. Mimi kwanza hata hiyo ndio ngilioni. Nililogota na mimi mwenyewe una mikono. Ndio unaweza nichekelea hivi sikote na mkono, Leta kupiga sasa Peti. Leta huko wewe. Vile vyote mimi sijangaikia. Okay. Hapa haunipatie tena hata shwa nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niongeze mabeki. Acha vile kama vile. Tunatoka hapa na haini. Leta huko Peti. Leta vitu. Tunaweza kutoka pale. Sitaki kia kama unanipatia ile kipande ya muogo. Sitakuchia mabeki. Ni michezo gani ndio Mungu amuniwa wili? Au ni kombe ndio Mungu unacheza na hatu. Makafitini urusaku umekuwa na mizaa kati za watoto. Nipatie kipande ya muogo hapa jana. Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Nataka tupatie chakula ni mwa kufia. Ingekuwa ni baraye benye bakufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko nafaa ifu yote mko nafaa hapa. Ningewaelewa. Me hapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako. Ndio ule. Mimi tangia na misi ya kula. Shukrani niambia kabisa nipande muogo. Muogo wenye Mungu kabisa na nani nibarikia nayo. Ndio tunayua hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nyoko nakula hapa depo ulifikaka iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta Kenya alipata tunachangia shi wote. Makasi. Hapo sasa kasi yako bure kuambia ule. Ule hawezi ataelewa. Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili. Jana nirudili kabisa maisha yenyewe nitaka tangia zamani. Sasa tofauti jeshi mwenyewe alipata mafunzo na huyu mwenyewe aliparamia tu kijeshi kupitia kuja kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu Makasi mwenyewe anajiima juu sehemu yake watu wengine waipate. Maraki pale kabisa unawazia Makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama Makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi. Kwa? Unasema nini? Mama, funga niko kule. Mwalimu. Oui. Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe wako hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tu inachunga watu. Ndio. Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kuambia watu wa moyo. Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu.
Bo, wanasema hivi kubashamuka kama hakuna habari. Maana ni habari ya mzuri. Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu. Funga roho kwanza. Remali wana Margarita washa nitatiza mu esprit. Ndio vinaogopesha lakini. Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine. Sasa lakini bonde, mwalimu, unakafanya nini hapa? Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukuona. Shida za cooperative ziko safi vile hazibaone hata kabisa. Bonde, kama tuko hapa sasa hii, njoo kufuatilia hali ya wagonjwa. Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona. Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona. Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu. Petit, unadhani ni pale? Nani mwasha kuambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie? Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alishakuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikati? Mwalimu. Sikia bonde. Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote. Nini? Unajua kama tuko nafanya namna gani ili tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo? Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yako sema. Hata ovyo ovyo sana basi. Ça devient quoi vraiment? Bonde, jeshimie. Okay. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Babugoe bote, Pale kushotana vidole kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu sie bote. Tunaungana, tupate suluhisho. Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe. Wasema nini? Mimi nakwambia. Mimi niko naona saa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger benzako kule benye mko na makazarau yenu. Alo bro, binaendeka? Nini? Kama tabia gani yana ile mara hii? Njoo kusema mimi nafika pale, mimi nafika pale. Kuko nini? Hapa sio cooperative agricole. Kuko nini kule? Habikuhusu mwalimu. Karibu kuwasiliana nasi kupitia namba hii, piga alama ya kujumlisha 24399091101. Kipindi hiki unaweza pia kuisikiliza kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Karibu kulike, kuweka komenti yako, hata pia kushare au kutumia wengine yote ile inayowekwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ama unaweza tumia hashtag Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki. Kipindi Kumbuka Kesho inatolewa kwenu na shirika la Benevolencia kwa ushirikiano na RFI Kiswahili. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekanusha madai kuwa serikali yake imekuwa ikiminya uhuru wa kuabudu, akisisitiza kwamba hatua ya serikali kufuatilia taasisi za kidini ni kwa lengo la kuhakikisha uwajibikaji na kuwalinda raia dhidi ya ulaghai. Rwanda imekuwa ikifunga makanisa ambayo viongozi wake hawana elimu ya dini. Unazungumziaje kauli hii ya Kagame? Unafikiri kuna baadhi ya viongozi wa dini wanaowalaghai waumini wao? Shiriki mada kwa kutuma maoni ya sauti kwenda namba alama ya kujumlisha 2541100000420. Ni kukumbushe baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Wagonjwa 35 wapoteza maisha eneo la Kasai DRC kufuatia mgomo wa wauguzi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio la kutambua biashara ya utumwa barani Afrika kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Asante sana Carol Koril kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, basi nazidi kusonga mbele ambapo unasikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa katika hatua hii ya kipindi cha Good Morning Africa. Tunakuomba simama na kituo hiki katika hatua ya kuona kwamba tunafikia anga ya uratibu wetu, kuona kwamba tunakuletea vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii na vile vile enda kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ufuatilia ile link ya PayPal, weka pale ulicho nacho ambacho na kwamba kinaweza kuwa cha baraka kwenye kituo hiki, kuona kwamba tunafikia malengo yetu ya uratibu. Hili ni jukwaa la ukweli, Afrika Halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.